Kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa. Hello, ebana mambo vipi mwana universe, ebana mambo vipi Tanzania. Naitwa Mr. Mzawa. Taarifa niliyokuletea hii ni kutokana na kila ambacho wamekizungumza viongozi wa dini kuhusiana na mambo ya kisiasa hapa nchini. Tamko limetolewa kwamba waumini wote, maaskofu wote hawatakiwi kuongelea mambo ya kisiasa na hawatakiwi pia kushiriki katika kampeni mbalimbali za kisiasa ambazo zinafanyika hapa nchini. Taarifa tulizozipata sasa hivi ni kuhusiana na mambo ya kampeni ambapo kumekuwa na viongozi wa dini ambao wamekuwa wakiunga mkono mambo ya siasa ikiwemo kampeni. Tukumbuke kuna masista ambao wameonekana wamepiga picha na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Sio kosa, lakini kosa imeonekana walikuwa wamebeba picha zake na vipeperushi mbalimbali ambao vimekuwa vikionesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan pamoja na kampeni ambazo zinakuwa zikifanyika. Kwa hiyo wameona moja kwa moja wanafanya kampeni kwa sababu walikuwa wamebeba vile vipeperushi ambavyo vinaonesha Oktoba tunatiki. Kwa hiyo tamko hili limetolewa kwa ajili tu ya kuonesha kwamba viongozi wa dini hawatakiwi kuwa katika upande wa kisiasa, kwa sababu mambo ya kisiasa yanahitaji uwe na pande tofauti tofauti. Kwa hiyo akiwa katika upande wa CCM kuna waumini ambao wako katika upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Kwa hiyo itakuwa ni tabaka. Wengine wanaweza wakawepo katika NSCR Mageuzi, wengine wanaweza wakawepo katika chama cha ACT Wazalendo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimezungumzwa hapa, kutolewa tamko kwamba viongozi wa dini, maaskofu, mapadri hawatakiwi kujihusisha na mambo ya kisiasa. Taarifa hii tumeipata, lakini pia wanatakiwa ujue kuna mambo ambayo yamekuwa yakijitokeza hapa kutokana na vile ambavyo wanazungumza viongozi wa dini kupondea siasa. Sana sana wamekuwa wakizungumzia utekaji na nini. Ndio kitu ambacho kimezungumzwa hata kwa leo na kuombwa ili wasijihusishe na mambo haya. Baadhi ya viongozi mfano kama Padri Kitima alikuwa akizungumzia sana mambo ya kisiasa kuhusiana na utekaji, kuhusiana na kukamatwa kwa viongozi wa vyama vya upinzani Tundu Lissu ambao mpaka sasa hivi yupo gerezani. Taarifa hizi zimekuwa zikizungumzwa sana, lakini ilionekana kwamba pia naye aliweza kushambuliwa na watu wasiojulikana. Kwa hiyo tamko lililotolewa ni kwamba ili kujiepusha na madhara ambayo yanaweza kujitokeza, basi hawatakiwi kabisa kushiriki mambo haya ya kisiasa ili kuepusha na matatizo ambayo yanajitokeza. Taarifa hii nimekuletea kama Mr. Mzawa ili uweze kujua yaliyoendelea, lakini pia nitakuachia clip hii uweze kusikiliza. Asante sana, naomba nikuache na video hii, lakini naomba nikutakie uweze kusubscribe kwanza katika channel hii, lakini pia ulike, kucomment na kushare. Asante sana, naomba nikuache na video hii. Injili siku zote sio kutatua matatizo. Tuhubiri msalaba pia na kuwakabidhi. Kuna hatari inawezekana kwamba tukapunguza injili. Labda tuchukue picha ya kitabu cha pili cha Makabayo sura ya 6 mstari wa 18 mpaka 20 na hata ule wa 7 mpaka 27. Pale wana wa Makabayo walipingana na wale ambao walitaka kuharibu mila na desturi za Wayahudi. Mara nyingi pale inaonekana kama wale watoto 7 walikufa, au wale akina Eliaza walitakiwa kufa, alikufa kwa sababu tu ya kukataa nyama ya nguruwe kitimoto. Si dhambi kubwa hivyo. Wengine hapa wanaisubiri baada ya misa hiyo. Alafu sasa unajiuliza hao watu walikufaje hao? Na wengine mapadi hapo wana mazizi makubwa ya nguruwe huko kwao. Wale walikuwa wanalinda mila na imani ya Kiyahudi na walikuwa tayari kufa kwa mila na imani ya Kiyahudi. Kusoma katika ile kitabu cha Makabayo, walikuwa wanapingana na kitu kwa neno la Kiingereza inaitwa soft despotism ambayo mpaka leo inaendelea katika kanisa. Kuna watu wanaingiza vitu havitakiwi ili kuidhoofisha kanisa. Tusipohubiri ukweli, tusipohubiri injili,
tunaidhoofisha kanisa. Kwa hiyo turudi kwa Mungu wetu, turudi kwa utambulisho wetu mwaka wa jubilei. Ukiangalia katika kile kitabu cha Makabayo, walianza na wale wakubwa kina Eliaza. Kwa hiyo kuna hatari wakati mwingine kudhoofisha kanisa. Watu wanaweza kuanza kudhoofisha wale walio wakubwa. Wanaweza kuanza hapa altareni. Najua wazee baadaye wataniuliza nani hapa ulikuwa unamonyesha. Lakini wanaweza kuanza popote, wanaweza kuanza hapa altareni. Baadaye wakaja huko kwa ndugu zangu huko, ninyi huko. Masista sijui nyinyi mtachukua namba ya ngapi, lakini na nyinyi mtafikiwa tu. Waseminaristi nao nyinyi mpo tu. Hao mtaguswa. Wanaanza na wale wakubwa, soft despotism, kudhoofisha. Na wanafanya hiyo makusudi. Mtakatifu Agustino anasema mchungaji dhaifu atamwangusha muumini aliye na nguvu sana, atashindwa kufanya inayotakiwa. Kwa hiyo turudi kwa Mungu wetu, tusikubali kanisa lidhoofishwe. Tulinde sacredness, usafi wa kanisa. Tulinde yale yote tunayopashwa ambayo kuyalinda kama wana hawa 7 wa Makabayo walivyoilinda kanisa. Kwa nafasi labda nikumbushe tu kwa lugha ya kawaida kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Bila kuamsha hisia za watu, nafikiri sisi tunaelewa nafasi yetu ya kanisa. Mapadri tufanye nini? Watawa tufanye nini? Kiongozi yeyote wa kanisa afanye nini? Kwa hiyo kimsingi sheria za kanisa ni wazi kuhusu padri au sister, kwamba mtawa, padri au kiongozi yeyote wa kanisa hapaswi kushiriki katika kampeni zozote za siasa, wala hapaswi kutambulishwa na chama chochote kwa kuvalishwa gwanda lolote la chama fulani la siasa au kiashiria chochote. Kwa hiyo ni marufuku kwa padri, marufuku kwa watawa, marufuku kwenu nyinyi wa seminaristi kuonekana kwenye kampeni ya siasa. Marufuku kubwa. Hatutakiwi kuonekana huko. Na ni vibaya watu kurubuni na kuhadaa watu. Hao wahusika wakipita kwenye nyumba za kanisa, wakipita kwenye konventi za kanisa, kuhadaa na kurubuni, hiyo ni dhambi. Haipaswi kumrubuni mtu kitu ambacho hafahamu. Unamkamata mnovisi, unamkamata mtawa mmoja mklara ambaye hata radio asikilizi, taarifa ya habari asomi, unamsomba tu, alafu unamwelekeza, unamfanyisha ile doctrination. Hiyo ni dhambi na ni makosa makubwa, marufuku. Kama watu wanaamini, marufuku kwenu wa seminaristi pia kuvaa t-shirt au kofia chama chochote cha siasa hata wakati wa mchezo. Marufuku hata kulala naye usiku. Hata kama mgombea ni kaka yako. Silete unajisi kwenye kanisa, marufuku. Kama wahusika wanafikiri wana wafuasi huku, haina shida. Siku ya kupiga kampeni inaeleweka, siku ya kupiga kura inaeleweka. Kama wewe ni mfuasi, basi kapiga kura siku hiyo. Isipokuwa tunakumbusha moja, kabla ya kwenda huko, tathmini kidogo dhamiri yako. Lakini dhamiri inaweza kuwa potofu
isipokuwa na uelewa wa kutosha. Nafikiri hapa kuna mapadi moralist wataelewa zaidi hilo na wanaweza kutuongoza katika hilo. Tuachane na dhamiri potofu, erroneous conscious. Lazima conscious iwe very clear. Dhamiri yako itakuwaje safi na kamili? Kwanza uwe na uelewa wa kutosha